atakwenda basi ataingia tu kwenye rushwa, maana rushwa ndio njia rahisi. Lakini kama atakuwa amefundishwa hiki, itatusaidia sana darasa la kwanza, na wala sio kitu kigeni mheshimiwa mwenyekiti. Manake sisi kama mikoa ya Shinyanga na Mwanza, pamba 80% inalimwa na ni extra, yani ni hailimagwi na wazee wenye familia. Wazee wenye familia hawalimagi pamba. Pamba inalimwa ni kama tunaita kilaba, yani ni part time, ndio pamba. Kwa hiyo sio swala wala geni. Kwa hiyo likifundishwa shuleni na shule ieleze faida na kila kitu na bei, isije kasema kwamba labda watoto wataharibika. Mheshimiwa mwenyekiti, hata mtu akifika darasa la 3 akaharibika lakini anashinda shambani, itakuwa ni kosa kweli akawa mtoro akawa anatorokea shambani? Tunajihofia nini? Si ndio? Hamna kesi yoyote. Mwambie tu bwana, kama unapenda kusoma soma hata jioni, lakini saende shambani kwake. Mimi najaribu kuliona mheshimiwa mwenyekiti, hilo ndio swala ambalo linaweza likatusaidia sana. Lakini lingine ni la jamaa zetu wa VETA. Mheshimiwa mwenyekiti, elimu yetu iliyoandikwa ni 5% tu ya elimu duniani, na dunia inakwenda haraka. Kwa hiyo kama kutatokea kitu chochote, tuwaombe Wizara ya Elimu na wahusika kiwe kinaingizwa mle ndani ili kwenda haraka na dunia. Mimi naiona ndio wasiwasi wangu mkubwa ni huo, kwamba tunachelewa sana. Leo hii mheshimiwa mwenyekiti, kinachotupa shida wote ni kwamba kwa nini hawa ambao ni darasa la kwanza mpaka la 7 mpaka form 4 ndio wanaonekana kuishi maisha ya hueni, hata serikali haiteseki nao? Kwa nini serikali hiyo inateseka na watu ambao wamesoma? Wazazi wanateseka kuhakikisha huyu anapata kazi na kumkalisha, serikali inateseka pia kuwatafutia ajira. Lakini sasa maana ya kwenda shule inakuwa ni ndio hasa mwanzo wa huu mjadala, kwamba maana ya kusoma ni nini? Maana ya kusoma ni kuja kumpunguzia matatizo mzazi. Sasa inawezekanaje mtu aliyesoma ndio aendelee kuwa mzigo kwa serikali na mzazi? Nafikiri ndio hoja yetu ya msingi iko hapo mheshimiwa mwenyekiti, na hoja tulileta kwa vitu vingi sana. Swala kubwa hapa mheshimiwa mwenyekiti, ambao naona kwenye kamati, ingawaje jana tumejaribu kuliongea sana, swala la umaskini. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi ambao ni wakilishi wa bunge ukiwemo na wewe, wa wananchi ukiwemo na wewe mwenyewe, tunalifahamu swala la umaskini kwa wananchi wetu. Lakini elimu yetu hapa inachosema, wewe utafuata utaratibu huu. Hakuna mahala ambapo inaliongelea swala la umaskini mheshimiwa mwenyekiti. Ndio maana naona wakati mwingine bungeni tunazozana kwamba kwa nini shule ya private wasomee daftari hili, hawa sisi wasomee hili. Nafikiri unaweza mkayaona nyenye ni maneno madogo, lakini ndio maneno kabisa ya kwanza yanayosumbua sana kule kijijini. Kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti, kuzaa na kuwa na mali havina mahusiano. Mtu anaweza kuwa hana mali akawa na watoto wengi, na huyu mwenye mali akahangaika kupata mtoto. Kwa hiyo kwenye hii mtaala wetu lazima vizuri sana tuliangalie kwamba huyu anaingiaje kwenye, na anaweza kuwa na watoto wana akili kabisa, lakini hana uwezo. Sasa sisi huku kitoka sheria inasema tu moja, na kwa kuwa elimu yetu tumeilisi toka Uingereza mheshimiwa mwenyekiti, Waingereza kama una watoto 4 wanaangalia mshahara wako unaweza kutunza watoto wangapi. Kama unaweza kutunza watoto 2, hawa 2 serikali inakusaidia. Sisi huku hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tumepeleka mabadiliko kule kijijini, lakini wananchi wasipokee kama tulivyopeleka, kwa sababu swala la umaskini hatuliangalii. Lakini limepitishwa hilo, nakubaliana, lilikuwa wazo langu la muda wa kufunga shule. Unatuasili sana kule kijijini, kwa sababu ni utaratibu ambao umetoka Ulaya, kwamba wakati wa baridi wakoloni ndio walikuwa wanafunga shule na sisi tukarithi kule. Lakini sasa hivi naona kama mtalikubali itatusaidia mno, kwa sababu ule muda wa masika kama tutafunga shule mheshimiwa mwenyekiti, itawasaidia wazazi kuwa na wanafunzi kwenye shughuli zao za kilimo. Lakini vile vile tuliongea hapa swala la kwamba darasa la kwanza mheshimiwa mwenyekiti, mtoto afundishwe elimu ya kujitegemea, lakini ya kiuchumi, yani uchumi ufundishwe darasa la kwanza. Maana yangu ni njia rahisi sana mheshimiwa mwenyekiti, kwamba kinachompeleka mtu kwenda kufanya kujiajiri ni faida ya kile anachopata kule. Yani kinachomfanya huyu mtoto apende kazi ya kujiajiri, ya kujitegemea, ni faida anayoipata kule kwenye ile. Sasa kwenye vitabu vyetu tueleze kabisa kwamba
Mimi nikilima mahindi 5 ni sawasawa na kilo moja ya mahindi ambayo ni shilingi 1000 kwa bei ya leo. Na mahindi hayo ndoo moja ya mahindi, ndoo moja ya maji inaweza kumwagilia mahindi labda 50 baada ya wiki moja. Kwa hiyo huyu mtoto kichwani anakuwa na akili kabisa, lakini yuko darasa la kwanza. Maana yangu ni kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, itatusababishia hawa watoto, mlikuwa mnaongea hapa swala la rushwa. Sasa utamzuiaje rushwa mtu kama wewe unamkataza kuelewa namna ya kutafuta hela? Maana atakapojua namna ya kumwagilia yeye mahindi wakati wa kiangazi, ataijua ugumu wa hela. Kwa hiyo hawezi kununua chocolate, Mheshimiwa Mwenyekiti, ataitunza pesa. Lakini ukikataa, atakwenda basi ataingia tu kwenye rushwa, maana rushwa ndio njia rahisi. Lakini kama atakuwa amefundishwa hiki, itatusaidia sana darasa la kwanza, na wala sio kitu kigeni Mheshimiwa Mwenyekiti. Manake sisi kama mikoa ya Shinyanga na Mwanza, pamba 80% inalimwa na ni extra, yani ni hailimagwi na wazee wenye familia. Wazee wenye familia hawalimagi pamba. Pamba inalimwa ni kama tunaita kiraba, yani ni part time, ndio pamba. Kwa hiyo sio swala wala geni. Kwa hiyo likifundishwa shuleni na shule ieleze faida na kila kitu na bei, isije kasema kwamba labda watoto wataharibika. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata mtu akifika darasa la 3 akaharibika lakini anashinda shambani, itakuwa ni kosa kweli akawa mtoro akawa anatorokea shambani? Tunajihofia nini? Si ndio? Hamna kesi yoyote. Mwambie tu bwana, kama unapenda kusoma soma hata jioni, lakini saende shambani kwake. Mimi najaribu kuliona Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ndio swala ambalo linaweza likatusaidia sana. Lakini lingine ni la jamaa zetu wa VETA. Jana tulikuwa na huo mjadala sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wewe gari yako ya binafsi ulishamuuliza yule fundi wa garage kwamba amesoma wapi? Hakuna mtu amewahi kumuuliza. Hata chakula tunachokula, kwa sababu VETA anatumia muda mrefu sana kumkalisha mtoto, lakini kinachofanyika huku raiani sicho anachoproduce yeye VETA. Leo yuko hapa mtu wa VETA, hata ukimuuliza mtaala wa simu hawana. Na leo tuna simu zaidi ya milioni 50. Hawana mtaala wa simu, hawana mtaala wa kutengeneza pikipiki, hawana. Yani hata ukiwauliza, siku moja mimi ni jirani yangu kule Don Bosco, niliwauliza nataka kutengenezwa madirisha ya aluminium, na wao wanaenda kutengenezesha madirisha ya aluminium, nao hawana. Sasa unasema wewe unajenga VETA na unamwambia mtu aende VETA akafanye nini? Wakati kule mtaani anaenda kufundishwa dakika 5, anaelewa na mteja anakutana naye kule. Kwa hiyo ni vizuri mtaala uliangalie kwa mapana mno, Mheshimiwa Mwenyekiti. Itatusaidia sana kwa sababu hawa watu wa mtaani sasa hivi wanaishi peke yao kabisa, na hakuna mahala ambapo elimu inatumika. Wanachukua tu ile wao ile yenye faida ndio wanaoenda kutumia, hii nyingine wanaacha. Lingine tuliliongea sana, ingawaje tulikuwa watu wengi. Nilikuwa najaribu kuuliza Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachotupa shida wote, hata wewe ni mzazi na mimi ni mzazi. Mtoto wangu kuanzia ana miaka 6-7 unamwona mchangamfu. Kadri anaendelea mbele kwenda kule mpaka kuja kumaliza kule kwenye GPA zenu, anarudi yani kawa kazorota kabisa. Unamwona huyu mtu vipi? Je, tatizo liko wapi? Tatizo liko kule kwenu, GPA mnazompa ni kubwa mno, anakuwa huko anachanganyikiwa, au ni nini kinaendelea? Lakini huyu aliyebaki mpaka darasa la 7 na form 4, unamwona kweli ni mtu ambaye unaweza kumwacha hata dukani. Huyu unaogopa hata kumwacha dukani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja kwamba nimepewa muda mdogo na swala na elimu naona haikuwagusa sana nyie kule juu. Maana kila nikiangalia haya maboresho hayawagusi nyie kule juu kule kwenye vyuo vikuu. Lakini kule si ndio chanzo tunakopata watu wakiwa wamezorota. Kwa nini wanazorota? Kwa nini tunamhangaisha Mheshimiwa Bashe mpaka kuanza kuwatafutia sifa kulima? Lakini hawa darasa la 7 nini mliwatafutia? Sio nalimaga wao tu. Sisi kule Usukumani mtoto miaka 4, nyewe mnasema hapa watafutiwe shule za kianzio. Sasa sisi kule kijijini mtoto wa miaka 4 anaanza kusaidia kung'oa mbegu za mpunga. Miaka 5 kabla hajaenda shule lazima apande mpunga. Ndio mnaotaka kila siku uteremke bei. Unalimwa na wazee. Kuna mchele unalimwa na wazee, unalimwa na hao. Kwa hiyo naomba sana wenzetu, yani mlifikirie kwa undani kwamba huyu mwananchi wa kawaida maskini anampataje mtoto ambaye atakuwa mzuri. Maana sisi shida yetu wala hatuna hiyo kesi ya ajira, hiyo mtapambana nayo wenyewe.
Sisi tunataka tu huyu mtu aliyesoma akirudi kwangu nyumbani tuwe tunaweza kufanya naye kazi. Ndio hoja yetu kubwa kabisa. Mkituondolea tu hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tutakuwa tumefanya vizuri sana. Lakini pamoja na hayo yote mliofanya, mimi nakubaliana nayo na mmejitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Hata mimi mwenyewe sikutegemea kama mngeweza kufikia hatua hii. Kwa hiyo nirudie tu kwa kuwapongeza kamati na wewe mwenyewe, lakini kikubwa sana lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uamuzi kama huu. Baada ya hiyo nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.